Kibegi, mambo vipi? Kama kawaida. Bana, naona performance inazidi kuongezeka kila baada ya siku Yes. Ubwela season 2 naona unaendelea kufanya kazi. Ubwela season 2 bado unaendelea kufanya kazi na tunaona kabisa timu ina mabadiliko ya kutosha. Timu yetu imeonyesha namna gani ambavyo kadri siku zinavyozidi kwenda inazidi kuimarika, na hii inapelekea kwamba kuamini kwamba Simba inaenda kuwa timu bora katika timu ambazo zinaenda katika ukuaji wa haraka zaidi katika kipindi kifupi katika dirisha dogo, na tunaona muunganiko mkubwa sana unaenda kufanyika ndani ya timu yetu. Kwa hiyo tunaamini kabisa timu yetu, imani yake tunairudisha kwa baadhi ya mashabiki, kwa baadhi ya watu ambao walikuwa tayari wamekwisha tamaa juu ya Simba hao, lakini hivi sasa Simba tumerudi tena kwa ubwela season 2. Tuko vizuri. Bwana, pengine kutokana na performance ya wachezaji wako, unadhani tarehe moja unaenda kuvuna alama tatu? Mimi kwanza ni kuhakikishia kwamba moja ya mechi ambayo itakuwa ni ngumu ni mechi ya dabi, lakini kwa Simba ni mechi ambayo tunaenda kufanya revenge. Hatutoweza kukubali, yani wana Simba hatutoweza kukubali tena kufungwa na Yanga katika mechi hii pale Zanzibar. Kwa hiyo tunaamini kabisa tunaenda kupata matokeo mazuri. Hiki ninachokizungumza leo na kesho hakitoweza kubadilika zaidi ya kuja wewe unihakikishia tu kwamba uliyosema ndio haya ambayo yametokea. Tunaenda kumfunga Yanga kwa kishindo na tunaenda kurudisha heshima yetu, na tukimfunga Yanga Simba tunaenda kuwa bora moja kwa moja, kwa maana kwamba ile attention ya baadhi ya watu kuanzia viongozi, pressure ambayo iko kwa baadhi ya mashabiki, yote hiyo inaenda kutoweka katika hiyo tarehe ya kumfunga Yanga. Kwa hiyo naamini kabisa Yanga tunaenda kumfunga. Yanga mnakwenda kumfunga. Bwana, siku ya jana tunaona mchezaji mpya wa Yanga Jami Buba anaweza kukiwasha kwa kufunga magoli mawili. Kiwango chake kuelekea dabi ya Kariakoo. Mimi naweza nikasema tu kwamba kwanza game ya jana wapinzani tuliokutana nao sisi kwenye CRDB ni bora zaidi kuliko hawa ambao wamekutana nao Yanga. Wapinzani ni kawaida sana. Jana nilikuwa nimetulia na tizama game hiyo, nikashuhudia ndani ya dakika 7 tayari timu ya Yanga imekwisha misi zaidi ya magoli 3 mpaka 4. Hiyo ilinipelekea kujua kwamba hii ni game ambayo watashinda magoli mengi. Sasa kama hawakushinda zaidi ya magoli 7, pia inaonyesha tu kwamba bado kiwango cha timu ya Yanga kiko chini, na mimi nikuambie na nikuhakikishie tu kwamba Yanga bado haijaimarika kuanzia dirisha dogo, jinsi ambavyo wamefanya sajili zao kwamba wanajitahidi katika kurudisha timu yao, lakini timu bado, tukiangalia pale ukimtoa Pakome ya sijui na huyu nani Max Zingeri au kokote ni milango ya kupita kabisa. Mpanzo anapita vizuri kabisa. Ukiangalia huku, yani wachezaji wa Simba kwa baadhi ambao mimi ninawajua pale Simba wanaenda kufanya vizuri katika mechi hiyo. Baba, usimtaje huyo mtu sasa hivi, majina haya hapa sasa hivi tunaogopa kuwataja. Hawa wachezaji wa Simba. Unajua kwenye upande wa wanaita siri, unajua mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna uchawi fulani hivi ambao unafanyika kwa baadhi ya timu ambazo ukitaja jina la mchezaji kaka huyo umeshammaliza. Kwa sasa hivi tujitahidi sana hata mashabiki wa Simba kuto kuwataja hawa wachezaji yale majina yao, kwa sababu kuna watu bana wakishamuona mchezaji mzuri wao kikao chao au namna jinsi ambavyo yani ni sehemu maalum, ni watu maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanacheza na wachezaji wa Simba. Kuanzia majina, nyota zao, vitu kadha ili kusudi wasiweze kufanya vizuri katika michuano. Kwa hiyo tunaamini kabisa tuko makini sasa hivi. Bwana, afisa habari ameweza kusema kwamba yeye alikuwa Yanga tangu zamani tu, Simba alipata pesa. Hii imekaje? Mimi nimpigishie taarifa kwanza Haji Manara kwamba kwanza ajue kwamba heshima yake imetokana na Simba. Ushaelewa? Kwa sababu namna jinsi ambavyo Haji Manara wana Simba wanavyokuwa wanakupokea, ukipokelewa na wana Simba utapokelewa
na timu yoyote hapa Afrika. Yani wana Simba, si tukikupokea timu yoyote ile itakupokea, na ndivyo, na ndicho kitu. Hebu tizama nani ambaye ametoka kwenye upande wa Yanga alafu akaja akaendelea kuiti? Hakuna watu hao hapa. Ukitoka Simba utaendelea kuiti, yani ndio hivyo inavyokuwa. Kwa hiyo sasa Haji Manara, namna jinsi ambavyo tumempokea, jinsi ambavyo tumempa heshima, na sasa hivi ana haki ya kusema, kwa sababu si yuko katika upande huo, lakini anajua ukweli kwamba yeye ndani ya klabu ya Simba, kwanza Haji Manara ni Simba yule. Haji Manara ni Simba, mimi nakuhakikishia hicho. Amekushawahi kutoa machozi zaidi ya mara 7 analia kwamba yeye ni Yanga. Kaka huyo sasa hivi kwa sababu yuko upande wa pili na kule ndo anapopatia riziki, anaweza akasema chochote, lakini yeye mwenyewe ndani ya roho yake anajua mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani, kwa nini naongope? Yani anajua, na ndio maana hiyo kauli amesema kabla ya Ramadhani hajaingia. Sasa hivi kamuulize kama anaweza akathibitisha hicho kitu, na hawezi kusema, atasema ukweli peke yake, kwa sababu anajua kabisa ndani ya klabu ya Simba heshima ambayo ameipata ndani ya klabu hii hawezi kuizungumza sehemu yoyote, na yeye anatakiwa awe Muislamu safi, kwa sababu yeye ni miongoni mwa watu ambao ni Waislamu safi tunawatambua. Awe mkweli kwenye baadhi ya maeneo. Fedha, alikuwa analipwa fedha nzuri, lakini pia mashabiki jinsi ambavyo tulimpokea, tulimpa support, muunganiko wa timu ambao jinsi ambao kuanzia viongozi na nini jinsi. Kwa tofauti ambazo zilijitokeza ni tofauti za kibinadamu, na hakuna sehemu ambayo unaweza ukala mwanzo mwisho mpaka kufa kwako. Kuna sehemu utafikia, sehemu utahama tena. Ndio maisha yalivyo. Leo tuko hapa, kesho tuko huku, kesho kutwa tuko hivi. Maisha yetu ndio yalivyo, yani maisha yetu yanageuka, na hata leo mimi naweza nikawa rafiki yangu ni fulani, kesho kutwa akawa ni adui. Kwa hiyo inawezekana kabisa, lakini pindi ambapo tunavunja ule uadui, basi tusitengeneze sababu ambazo hazina msingi. Kwa hiyo mimi nikuhakikishia Haji Manara ni Simba yule. Japo kwamba sasa hivi amekuwa hivi, na sisi wenyewe mapenzi juu yake tayari yamekushatoka, amebaki katika hali ya binadamu, ni mwenzetu yule katika maeneo fulani, lakini tunabaki kuwa naye katika design kama hiyo.